ambacho amenipa tena siku ya leo kusimama mbele ya watakatifu wao. Bwana Yesu asifiwe. Pia namshukuru Mungu kwa ajili yako wewe ambaye Mungu ameendelea kukutetea hata leo upo. Amen. Unaweza kaona kama ni jambo dogo tu kwamba upo, lakini kuna wengine walitamani kuwepo kama sisi, hawapo. Haleluya. Kitanda kama kile ulicholalia wengine walilalia, hawakuamka. Haleluya. Nilikuwa napenda kama Roho Mtakatifu apendavyo, asubuhi ya leo nifundishe. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Nilikuwa napenda asubuhi ya leo nifundishe. Andika kichwa cha somo, kuwa katika ufalme. Kukua katika ufalme. Jamani, haleluya. Kitabu cha Kolosai sura ya 1 mstari ule wa 13. Aliyepata naomba asome pale. Wakolosai sura ya 1 mstari wa 13. Roho Mtakatifu apendavyo na aseme sasa. Haleluya. Hamna aliyefika. Nasema, naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Amen. Naye alituokoa katika ufalme wa mwana wa pendo lake. Bwana Yesu asifiwe. Wokovu ni kuhamishwa. Amen. Kutoka kwenye nguvu za giza na kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Anasema naye alituhamisha kutoka kwenye nguvu za giza akatuingiza katika ufalme wa pendo la mwana wake. Haleluya. Wokovu ni kuhama. Amen. Kutoka kwenye uharibifu, kutoka kwenye vitu vya uharibifu na kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Kwa nini? Kwa nini tutoke kwenye nguvu za giza na kuingia kwenye ufalme wa Mungu? Tunatoka kwenye uharibifu, tunaingia kwenye ufalme wa Mungu kwa sababu kwenye ufalme wa Mungu ndio kuna kila kitu. Natamani nifundishe uelewa. Naomba nisikilize vizuri. Ndani ya ufalme wa Mungu ndiko yaliko majibu ya maisha yako. Ndani ya ufalme wa Mungu ndiko aliko Mungu aliye hai, anayeponya na kutubadilisha. Ndani ya ufalme wa Mungu ndiko kulikoondolewa aibu ikaja heshima. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya ufalme wa Mungu. Jamani, haleluya. Ndani ya ufalme wa Mungu ndio kuna kila kitu unachokihitaji wewe. Ili uongezeke na ili upone na ili ufunguliwe, unahitaji kukaa na kukua ndani ya ufalme wa Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Huko kwenye ufalme wa Mungu ndiko Mungu alitutoa kwenye nguvu za giza, akatuingiza kwenye utajiri, akatuingiza kwenye mafanikio, akatuingiza kwenye kuinuliwa. Wewe nikwambie kitu, bila kuokoka, bila kuingia kwenye wokovu, huwezi kutoka kwenye nguvu za giza. Bila kuokoka, hauwezi kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Nafasi kubwa ya wewe kufanikiwa, ya wewe kuokoka, ya wewe kuinuka, ya wewe kupona ni kuingia kwenye ufalme wa Mungu. Amen. Wewe nikwambie jambo, naomba unielewe asubuhi ya leo. Kufanikiwa au kukaa kwenye ufalme sio kuabudu kwenye kanisa kubwa.